Mzamiru kitu ambacho kilimfanya amekaa kwenye kikosi cha Simba kwa muda mrefu ilikuwa ni moja ubora wake aliokuwa anautoa kwenye kiwanja ndani ya dakika 90. Mzamiru alikuwa na wakati bora sana katika mechi nyingi ambazo alipata dakika za kucheza. Alijitanabaisha na akajitenganisha kabisa kutoka kuwa mchezaji wa kizawa, lakini akasimamia kwenye uweredi kwa maana ya professionalism. Ndio maana hata pale ambapo makocha walikuwa wanabadilika, mabenchi ya ufundi yanabadilika ndani ya kikosi cha Simba, bado Mzamiru Yasini alikuwa anapata namba kwa makocha wapya ambao walikuwa wanakuja wanaendelea kumtumia kwenye kikosi cha Simba. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo ubora ndio ulimfanya yeye akadumu ndani ya Simba miaka 10. Lakini ukiacha ubora, tunasema utaifa wake. Kwa sababu unaangalia, ukienda sokoni kutafuta mchezaji mwenye kaliba ya Mzamiru Yasini nje ya mpaka ya Tanzania, wachezaji wenye kaliba na sifa za kiuchezaji kama Mzamiru unaweza ukawapata wengi. Lakini ukienda kuwatafuta ndani ya nchi ya Tanzania, ndani ya nchi ya Tanzania, wachezaji wenye profile kama Mzamiru, tabia kama Mzamiru, wenye uwezo wa daraja la Mzamiru Yasini alipokuwa amefika, ni ngumu kuwapata wengi. Maana yake ni nini? Simba wana nafasi za kubaki na wachezaji wazawa kwenye ile nafasi. Lakini ukienda sokoni kutafuta mchezaji mzawa ambaye atakuja kukava hii space kama tunamtoa Mzamiru, kwa nyakati ndani ya miaka 10 ilikuwa ni ngumu kuweza kumpata huyo mchezaji. Huyo mchezaji ni either uende kumtafuta Young Africans, either uende kumtafuta Azam FC, ambao ni washindani wako, ambapo unajua ni kitu kigumu sana mpinzani wako kuweza kukuuzia silaha ambayo anaiona bado ina mchango chanya kwenye kikosi chake. Ndio maana hii longevity ya Mzamiru kukaa ndani ya kikosi cha Simba, lakini bado alikuwa anapata hizo dakika za kutumika mbele ama kwenye mseto wa viungo wa kimataifa ambao walikuwa ndani ya kikosi cha Simba. Na pengine kuna wengine ambao walikuwa wanakaa nje kwa sababu ya Mzamiru anaanza pale kwenye ile nafasi. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la pili pia ambalo limemfanya Mzamiru akae pale. Lakini jambo la tatu, Musa, unaweza ukasema availability, upatikanaji wake. Unajua, ukiacha hii misimu miwili ya mwishoni na huu ambao umepita ambao aliutumikia akiwa kwa mkopo TRA, maana yake hapa tunasema misimu mitatu tuseme complete. Lakini Mzamiru amecheza Simba misimu 7 mfululizo. Ni mchezaji ambaye kila ukipiga ukiita anaitika. Upatikanaji wake ni mkubwa kiwanjani, kwa maana hapo kabla hakuwa mchezaji ambaye alikuwa na injury prone, ambaye alikuwa anakumbwa sana na majeraha. Maana yake ulikuwa na uwezo wa kumtumia kwa msimu mzima akiwa yuko fiti. Makocha wote, viongozi wa timu ambazo zina malengo ya kufanikiwa wanahitaji kuwa na wachezaji wao bora wote kwa wakati wote wa kimashindano. Mzamiru alikuwa anapatikana kwa wakati wote. Bahati mbaya kwa upande wake, misimu miwili yake ya mwisho akiwa na Simba ndo alianza kupata majeraha ambayo yalikuwa anamweka nje kwa muda mrefu, na huu msimu uliopita kutumika ndani ya Simba kama ametolewa kwa mkopo kwenda kulikava aone kama anaweza kurejesha huo utimamu wake. Lakini ndio vile Simba wameona inatosha hapo. Nafikiri mimi ni makubaliano ya pande zote mbili, wameamua kukubaliana. Ile unaweza mkakubaliana pasipo kukubaliana, lakini kila mmoja aweze kuridhika na maisha mengine yaendelee.